السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chake na kipenzi chetu sisi Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukiwa tumeingia katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu kama huu wa Ramadhan, na katika darasa yetu ambayo kwamba ilitangulia tuliweza kuelezea itikaf, hukumu zake, sharti zake na umuhimu wake katika masiku kama haya, na tukapata ahadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuwa ilipokuwa inafika 13 la mwezi mtukufu kama huu wa Ramadhan, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiketi itikafu. Na katika mwaka ambao kwamba alifariki Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikaa itikafu siku 20, yani kuanzia 12 mpaka 13. Tukaeleza kuwa moja ya malengo makubwa ya kuketi itikafu katika 10 kama hili ni kuitafuta usiku wa Lailatul Qadr. Usiku wa Lailatul Qadri ambao kwamba umefasiriwa kwa namna mbalimbali: usiku wa heshima, usiku wa cheo kitukufu, usiku wa fadhila. Hizi zote ni katika maelezo ya usiku wa Lailatul Qadr. Na usiku huu ndio Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza ndani ya suratul Qadr, sura ya 94 aya ya mwanzo mpaka ya 5, asema hakika sisi tumeiteremsha Qur'an katika usiku wa Lailatul Qadr, usiku wa cheo. Na ni nini kitakachokujulisha ni nini Lailatul Qadr? Lailatul Qadr ni bora kuliko miezi 1000. Huteremka malaika na roho, yani na malaika Jibril katika usiku huo kwa idhini ya Mola wao mlezi kwa kila jambo. Ni amani usiku huo mpaka mapambazuko ya alfajiri. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, mpaka mwisho, salamun hiya hatta matla'il fajr. Na Allah vile vile katika suratul Dukhan, sura ya 24 aya 3 akasema, hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani katika usiku uliobarikiwa, yani usiku huu wa Lailatul Qadr. Kwa hivyo usiku wa Lailatul Qadr ndio usiku ambao kwamba ndani yake imeteremshwa Qur'ani ikiwa kamili, na usiku wa Lailatul Qadr unapatikana katika 10 hili la mwisho la mwezi mtukufu kama huu wa Ramadhan, ikiwa leo tupo katika usiku wa 21 katika Ramadhan. Fadhila zake Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, muttafaqun alayhi. Imepokewa kutoka kwa Abu Huraira, radhi za Allah ziwe pamoja naye, asema, atakayefanya ibada
akasimama usiku wa Lailatul Qadri, usiku huu wa cheo, imanan, kwa imani, wa ihtisaban, na kwa ajili ya kutarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atakuwa ni mwenye kusamehewa yaliyotangulia katika madhambi yake. Kwa hivyo kusimama katika ibada, kuhuisha usiku katika taa, katika kusoma Qur'ani, atakayefanya hivyo kwa imani na kwa kutarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema atakuwa ni mwenye kusamehewa yaliyotangulia katika madhambi yake. Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yujawizu fil ashr al awakhir min Ramadan wa yaqul taharraw laylatal qadri fil ashr al awakhir min Ramadan. Imepokewa kutoka kwa Bi Aisha radhi za Allah ziwe pamoja naye, asema alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akikaa itikafu msikitini siku 10 za mwisho wa mwezi wa Ramadhan, na husema utafuteni usiku wa Lailatul Qadri katika 10 la mwisho wa mwezi wa Ramadhan. Sayyidatuna Aisha atuambia ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hili 10 la mwisho alikuwa akiketi itikafu, na vile vile alikuwa akisema itafuteni Lailatul Qadri, usiku huo wa Lailatul Qadri, usiku wenye cheo, utafuteni katika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Na namna ilivyokuja katika aya ni usiku mzima, salamun hiya hatta matla'il fajr, ni amani usiku huo wote mpaka inapoingia alfajiri. Sio kama vile dhana ilivyokuwa kule miaka ya nyuma, wengine wakifikiria kuwa Lailatul Qadri ni nyota fulani au ni kitu maalum, bali hapa kulingana na mafuhumu ya aya, Lailatul Qadri ni usiku ambao kwamba ni usiku wa heshima, ni usiku wa cheo, na ni usiku mzima mpaka inapoingia alfajiri. Kwa hivyo Lailatul Qadri sio mwezi, sio nyota, bali ni usiku mzima mpaka inapoingia alfajiri. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii ya Nana Aisha tueleza Mtume alikuwa akiketi itikafu katika hili 10 la mwisho, na akiwaambia watu utafuteni usiku wa Lailatul Qadri katika 10 hili la mwisho. Na imepokewa vile vile katika kutoka kwa Nana Aisha radhi za Allah ziwe pamoja naye, asema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, ya kuwa Mtume rehma na amani za Mwenyezi Mungu zimshukie alisema taharraw Lailatul Qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Amepokea Sayyidatuna Aisha radhi za Allah ziwe juu yake, asema Mtume amesema utafuteni usiku wa Lailatul Qadri katika zile siku za witri za 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhan. Siku za witri za 10 la mwisho wa mwezi wa Ramadhan ni kama usiku wa leo 21 na usiku wa 23 na usiku wa 25 na usiku wa 27 na usiku wa 29. Kwa hivyo hapa tumepata hadithi ya kwanza, Mtume amesema tafuteni Lailatul Qadri katika ile 10 la mwisho ya Ramadhan,
Alafu na hadithi nyingine ya Sayyidatuna Aisha asema itafuteni katika zile siku za witri, tarehe 21, 23, 25, 27 na 29. Na imepokewa vile vile kutoka kwa Aisha asema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume rehma na amani za Mwenyezi Mungu zimshukie, idha dakhala al-ashru al-awakhir min Ramadan ahya al-layla wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'zar, muttafaqun alayh. Asema alikuwa na kawaida mtume sallallahu alaihi wasallam linapoingia 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhan, ahya al-layla, hukesha usiku, yani hufanya ibada akauhuisha usiku katika ibada, na huamsha wake zake wafanye ibada, huku yeye mwenyewe akifunga mkaja ama akifunga kufunga kikoi. Hii ina maana ni lugha imetumika akikithirisha, yani akiwa na bidii ya kufanya ibada kadri ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamwezesha. Yani mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hili 10 la mwisho analihuisha katika ibada na anawaamsha ahli zake, na yeye mwenyewe anajipinda katika ibada. Na Aisha yapokewa kutoka kwake asema, qultu ya Rasulullah, asema nilisema kumuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, araaita in alimtu ayya laylatul qadri ma aqulu fiha. Na Aisha asema nilimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, endapo imetokea nikajua kuwa usiku huu ni usiku wa Lailatul Qadri, basi niseme nini? Kibahatika tutakuja kuona hapa nyuma alama za usiku kama huu. Sasa Sayyidatuna Aisha amuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, nikibahatika kujua kuwa huu ni usiku wa Lailatul Qadri, nifanye nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, omba dua hii, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ewe Mola wangu wa haki, wewe ni mwingi wa kusamehe, unapenda kusamehe, basi nisamehe. Hadithi imepokewa na Imamu Tirmidhi na imetajwa kuwa ni hadithu hasan sahih. Ameuliza Sayyidatuna Aisha, ikiwa nitaona nikajua kuwa usiku huu ni usiku wa Lailatul Qadri, nifanye nini au niseme nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ukipata kujua kuwa huu ni usiku wa Lailatul Qadri, basi sema, omba dua hii, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ewe Mola wangu, wewe ni mwingi wa kusamehe, unapenda kusamehe, basi nisamehe. Kwa hivyo ni muhimu kukariri dua kama hii, hasa katika usiku kama hizi, huenda ikafikiana na usiku wa Lailatul Qadr. Na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, inapoingia hadithi hii tuliiona pale mwanzo, inapoingia mwezi wa Ramadhani, akiwaambia wale masahaba zake, imewajieni mwezi wa Ramadhani, mwezi wa baraka, mwezi ambamo ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala amekufaradhishia kufunga siku zake. Ndani yake mwezi kama huu milango ya pepo huwa ni yenye kufunguliwa. Ndani yake mwezi kama huu milango ya moto huwa ni yenye kufungwa, na mashaitani huwa ni wenye kutiwa minyororo. Na ndani ya mwezi huo mna usiku, kuna usiku mmoja ambao kwamba ni bora kuliko miezi 1000. Lailatul Qadr khairu min 1000 shahr. Usiku wa Lailatul Qadr ni bora kuliko miezi 1000. Hiyo ni takriban miaka 80 na miezi kadhaa. Huo usiku mmoja ni bora kuliko miezi 1000. Akiupata mja usiku ule katika ibada,
analipwa ibada ya miezi 1000, na huo usiku kafichwa katika haya masiku ya mwisho ya 10 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Atakayenyimwa kheri za usiku huo akaukosa, basi huyo amenyimwa kheri zote, amenyimwa kheri za mambo mengi tu. Kwa hivyo usiku wa Lailatul Qadri ni usiku mkubwa, ni usiku mtukufu, ni usiku ambao kwamba ni bora kuliko miezi 1000. Ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuhimiza sana tuhuishe usiku kama hizi. Yeye mwenyewe akaonesha kwa vitendo, ilipokuwa inafika 10 la mwisho anakwenda kuketi itikafu, anawaamsha jamaa zake, na yeye mwenyewe anajipinda katika ibada, kwa sababu ya faida ya yule ambaye kwamba atapatikana akifanya ibada katika usiku kama huu, akawa amesimama kwa imani na kutarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu atakuwa ni mwenye kusamehewa ile madhambi yake. Na usiku huu tumeona zimekuja hadithi zinapatikana katika hizi siku 10 za mwisho. Ikakuja nyingine tukaelezwa katika zile siku za witri. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipokewa na Ubay bin Ka'b. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, Ubay bin Ka'b, ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia kuwa jua siku hiyo hutoka likiwa halina ukali, ile miale kali. Dua usiku huo wa Lailatul Qadri, jua likija kuchomoza linakuwa halina ile mishale, yani halina ukali wa kawaida. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema usiku wa Lailatul Qadri, hadithi imepokewa na Ibn Abbas, radhi za Allah ziwe pamoja naye, apokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, Lailatul Qadri taliqatun la haratun wala baridatun tusbihu shamsu yawmaha hamraa dha'ifa. Asema Lailatul Qadri ni usiku ulio katika hali ya ukunjufu, usio na baridi wala usio na joto, na asubuhi yake jua huwa jekundu na huwa ni dhaifu. Lailatul Qadri ni usiku wa kung'aa, yani wenye mwanga, sio joto wala baridi wala mawingu wala mvua wala upepo. Hii ni zile zimeelezwa kama ishara usiku ambao kwamba unakuwa na utulivu, hakuna makelele. Ni usiku ambao kwamba unakuwa na utulivu. Basi akiupata mmoja wenu usiku kama huu, basi afanye nini? Atumie katika kuomba dua, kama alivyotueleza mama yetu Aisha alipomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikipata kujua usiku huu ni usiku wa Lailatul Qadri nifanye nini? Kuna hadithi ambayo kwamba amepokea Imam Bukhari kwa sanad kutoka kwa Ubada bin Samit, asema siku moja alitoka Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwaendea masahaba zake, awajulishe huu usiku wa cheo ni lini. Alitoka Mtume kwenda kuwaambia usiku wa Lailatul Qadri ni lini. Basi lakini ikawa masahaba wawili wakawa wanagombana. Ametoka kwenda kuwaambia, lakini kulikuwa na utesi baina ya masahaba wawili. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia kuwa nimetoka kuwajuza usiku wa cheo, lakini wakagombana fulani na fulani, ikaondoshwa isijulikane ni siku gani. Siku imeondoshwa, hakutakuwa na Lailatul Qadri, la, ikaondoshwa. Mtume alikuwa anakuja kuambia usiku wa Lailatul Qadri ni usiku kadha, lakini akakuta kulikuwa na wawili wanazozana. Sema kwa sababu ya kule kuzozana, basi imeondoshwa ule usiku isijulikane ni siku gani. Huenda kule kuondoshwa isijulikane ni siku fulani, huenda iwe ni kheri kwenu. Kwa hiyo itafuteni katika siku ya 9
na 7 na ya 5. Yani hii bado inakuja kutuonesha kuwa hii Lailatul Qadri itafutwe katika hili 10 la mwisho. Sasa angalia katika hadithi hii, ikiwa walogombana ni watu wawili peke yao, ikaondoshwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam siku hiyo, kuambiwa ni siku gani? Je, sisi ambao kwamba tunaweka ugomvi usiokwisha, tunaweka miba na matusi, twagombana kila wakati, vipi hali yetu? Kwa hivyo ni tanabahi muhimu ya kuwa tuwe na hima katika masiku kama haya, tusije ikatupita, sababu lazima itakuwepo katika kila Ramadhan, lazima inapatikana usiku wa Lailatul Qadri. Isije usiku kama huo ukatupata hali ya kuwa mimi na wewe tumeghafilika. Kwa hivyo ibada zinatakiwa kuhuishwa katika masiku kama haya, yani 10 la kwanza limekwisha, 10 la pili limekwisha, 10 la tatu tuangalie ile inaitwaje, ile graph ya ibada zetu. Isiwe 10 la kwanza tulianza kwa hali ya juu mashaallah, 10 la pili tukaenda tukipunguza mpaka 10 la tatu, ambalo kwamba sasa ndani yake kuna usiku kama huo mtukufu, ikawa ndo tutakuwa tumechoka hasa katika kufanya ibada, kusimama usiku. Ukipatikana unasimama usiku, malipo ndo hayo tumeona ya miezi 1000. Kusoma Qur'ani tukithirishe, kutoa sadaka tukithirishe. Wewe fikiria, unapata ujira, umeafikiana na Lailatul Qadri, umetoa sadaka kidogo, unapata ujira wa ile sadaka ya kwa miezi 1000. Kwa hivyo ni masiku ambayo kwamba mimi na wewe tutakiwa masiku haya tusiwache yakatupita hivi hivi. Tujaribu kujikaza kufanya ibada mbalimbali, hasa kusimama usiku katika masiku kama haya na ibada nyinginezo. Allah tuwafikie inshallah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.